Huu uwekezaji utafaa leo kwa sisi tuliopo na vizazi vinavyokuja. Watoto wenu watakuja kuona manufaa ya uwekezaji huu ambao unafanyika hapa. Lakini jambo zuri ambalo limevutia zaidi ni kuona sasa ile movement ya mizigo inapunguzwa kidogo, kwa sababu zamani mzigo lazima utoke Dar uende nchi husika. Sasa itachukuliwa hapa na kwenda nchi husika. Moja, ina save muda, lakini pili, inasaidia kuleta ajira kwa watu walioko hapa. Vijana wengi wa Isaka watapata ajira hapa, watafanya shughuli mbalimbali ambazo zitasaidia kukuza kipato chao ndani ya familia zao. Lakini jambo lingine, kwa serikali tutaongeza wigo wa kukusanya mapato, kwa sababu kodi ambayo itakusanywa hapa ndio hiyo itakayojenga miundombinu ndani ya Kahama na nchi nzima ya Tanzania, kwa sababu mgawanyo wa kodi tunajua unaenda maeneo mbalimbali, kwamba uwekezaji unapofanyika sio lazima ukuguse wewe moja kwa moja. Ndege leo tukinunua ikisafirisha watalii, ikafanya biashara, fedha inayopatikana itapeleka maji Iringa, Mbeya, Mwanza, kote. Kwa hiyo kila Mtanzania anaguswa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo uwekezaji huu ni wenye tija, na niwapongeze Mheshimiwa Rais. Niwapongeze kwa kukubali mradi huu, kwa sababu mlikuwa mna uwezo wa kuukataa, lakini kwa kuwa serikali ni sikivu na Mheshimiwa Rais amefungua mikono kukaribisha uwekezaji ndani ya nchi, hili jambo sisi tunawapongeza serikali ya mkoa, serikali ya wilaya pamoja na chama ambacho ndicho chenye ilani.